wa dhalika na ufalme huo hakika bil haqiqati fi dunya katika dunia li awliya illahi azza wa jalla, mawali ndio wenye ufalme azza wa jalla. Hakuna watu wenye ufalme kama mawali. Walitakalo huwa, walitakalo hupata. Wao ndio hawataki tu, maana dunia haikuwashughulisha, hawajali kamwe. Azza wa jalla tukishiona shindio wasfiyai na wale wateule wale kwa swafi na Mwenyezi Mungu, arradhina waloridhia biqadai kwa qadha yake. Katika sharti ya wali ni kuridhia qadha yake, huluhi wa murri, utamu yake na uchungu wake. Ile qadha ufurahike, jambo ukilipata kwa kutoka Mwenyezi Mungu ufurahike, usikasirike. Katika sharuti ili kupata lolote, mbona Mungu bwana mpambo haya, juzi umenipa mtihani, leo umenipa mtihani, kesho sasa Mungu umeniandama mimi tu basi. Wewe huwezi kuwa wali. Wali ufurahike, alhamdulillah amenipa hili tu, kama angalipa kubwa zaidi, kama hili angaliendelea zaidi, kama hili angalipanuka zaidi. Falbarru basi bara, walbahru na bahari, walardhu na ardhi, lahum kama wali qadabun wahidun, nyawe moya. Bara, bahari, hata wasijaliza kabisa. Walhajaru na mawe, walmadaru na matufali na mapumba uongo, lahum kwa wao dhahabun wa fedha, ni kama dhahabu na fedha. Wakitaka mawe kwa dhahabu watakuwa, wakitaka udongo dhahabu fedha itakuwa, lakini hawashughuliki na viso kama hivyo. Viko vingi sana. Watu walikitaka mapesa na wakapata mapesa mengi sana, lakini hawakushughulika nao. Waljinnu na majini, walinsu na binadamu, walbahaimu na wanyama, watairu na ndege, lahum kwa wao musakharuna, wamesakhirishwa. Waweza kumtumia jini amtakaye, waweza kumtumia binadamu, waweza kuwatumia wanyama, hata mnyama waweza kumtuma khasa, na wala hawaogopi wanyama. Ule mmoja alitosomesha darasa akakosea na hao, ule alosoma kidogo kaanza kumcheka, shekhe gani hata na hao hajui. Akitoka ametokewa na simba, atakumshika huyu hodari kwa na hao. Ule kija akambe simba, ondoka mwache apite. Simba kashikania kenda zake. Kaambia vipi? Kaambia nyinyi hutengeneza maneno, hamtengenezi vitendo. Kwa sababu hiyo maneno yenu yameribiwa, vitendo vyenu havina irabu. Sisi vitendo vyetu vimeribiwa, maneno yetu hayana irabu. Maneno yetu hayana irabu. Maana utona watu wakubwa paka ni wakosea irabu kidogo, ni maana hawakushughulika, siko hawajui. Basi wao watumia wanyama, wakawatuma wa ndege, wakasema nao. Ule safina alipoa mzigo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitoka simba amesimama, akamwambia simba, mimi nimetumwa na Mtume, shauri yako. Simba katikisha kitwa, akamfuata simba, akaenda simba nyuma yake, simba mpaka afika pale mahala. Akirudi simba yuko, akamfuata tena mpaka karibia Madina, akamtingisha kichwa kumwaga, hakumdhuru. Ule mmoja katika Ahlul Bait wakati Dawlatul Abbasiyya alikuwa lazima adhibiwe, maana yapinga serikali. Akatoka katika shimo kubwa, ndani yake muna simba wawili waliokuwa na njaa wiki mzima. Akateremshwa kwa kamba ili manake aliyo na wale simba. Simba mmoja likao bavuni huku na simba mmoja likao bavuni huku, hawashughuliki. Na yeye mwenyewe endelea na nyuradi zake, hata habari hana. Kakaa siku mbili, jamaa kampandisha wakamtoa. Ule mfalme akamwambia kweli ni Ahlul Bait kweli. Jamaa akamwambia mfalme, hebu na wewe jaribu kama ni mjukuu Abbas kweli kweli. Akamwambia si mambo ya kujaribiwa haya, si mambo ya mchezo bwana. Basi la yashauna shay'an, hawakitamani kitu chote ila huwa kain lahum, ila kitakuwa chao. Liannahum la yashauna illa ma sha Allah, wa hawataki ila kitakacho Mwenyezi Mungu. Wa ma sha Allah kana, na kitakacho Mwenyezi Mungu huwa. Wala yahabuna ahadan min alkhalqi, hawamwogopi yote katika viumbe, hawatishi na viumbe wao. Wa yahabum kullu alkhalqi, na viumbe wote waogopa wao. Tumeona wafalme wa kihakika. Watu Unguja wamemuona Habib Omar bin Sumaiti hapa, alikiogopewa na nani? Watu wote walikimogopa. Yeye alikimogopa nani? Alikuwa hata hana habari kama. Mpaka hawa kubwa wa mapinduzi wakamwambia Habib bwana, tukisema watu wote waje nje, wewe humo. Watu kwani kwa yeye hamsimtwe?
maana uko juu ya watu. Akishuka uwanja wa ndege, tumemwona Mombasa amekuja kutolewa ndani ya ndege kwa gari, pasipoti yake bado tutakutengenezea ndege. Na hapo siku hiyo alipokuja na situpo, kuna waziri wa yaki wa Kenya alikwenda immigration kujaza pasipoti. Huyu mfalme wetu anaambia garini na nyumbani, pasipoti yako utaletewa. Tumeona na tumeona wangapi waliokuwa mlekea Mwenyezi Mungu hawababaiki. Fujo lote lipatikana, alikuwa makini kuambia watu toani kasida, someni maneno. Watu babaika, watakujificha chini ya mivungu na mashimoni, yeye hata hana habari. Falme bwana, na ufalme ambao kwamba hauzuliwi wala hauna mapinduzi. Wala yakhdimuna ahadan, hawamtumiki yoyote wao illa Allah azza wa jalla, sio Mwenyezi Mungu. Hata ukiwa karibia mfalme, ni mpaka mfalme amtakaye Mwenyezi Mungu. Mfalme sio mtaka Mwenyezi Mungu, walikuwa hawamjali wao. Wa yakhdumuna, hutumikia wao kullu man duna Allah, kula ambaye si Mwenyezi Mungu, wao hutumikiwa, wao hawamtumiki mtu. Wa aina limuluki dunia, wapi watapata wafalme wa dunia? Biushri maashiri hadhihi arutba, ushuri za daraja hii. Wafalme wa dunia hawana, ni hawa wafalme wa dunia. Leo ni mfalme, leo atafuta ukimbia. Leo ni mfalme, leo umeuzuliwa. Leo ni mfalme kama ufalme wa Tiabu. Kuna ile mchezo wa Tiabu, sijui kama hapa upo. Utatawali dakika 5, pale pale utafungwa baada ya dakika 5. Utakuwa ni mahabusu wewe. Urudi utawali tena, siku moja unaweza kutawali mara 7 mara 8 na ukafungwa mara 8. Basi na ufalme wa dunia ni Tiabu, ni mchezo tu. Bali hum aqallu wa adhallu, bali wafalme wa dunia ni wachache na ni duni zaidi. Nafikiri hapa tutakoma.